Yesu atukuzwe kanisa. Bwana Yesu atukuzwe. Ninamshukuru Yesu kwa uzima mlionao. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kuhani Elia. Nashukuru sana kwa ajili ya namna ambavyo Yesu anazidi kumtumia kila siku kwa ajili ya ufungulivu. Jumapili iliyopita nilikuja kwenye ibada, nilikuwa na maumivu makali sana ya mgongo. Nilienda hospitali wiki iliyopita, nikaambiwa kwamba nina shida ya mifupa. Nikapewa dawa za kutumia ndani ya siku 10. Lakini nilipokuwa nazidi kutumia dawa, maumivu yalikuwa yanazidi. Nilifika sehemu hata kindoo kidogo siwezi kubeba. Hata mtoto wangu nashindwa kumbeba kwa sababu maumivu yalikuwa ni makali sana. Ndio. Jumapili nilipofika kwenye ibada, baada ya ibada nilikuwa nazungumza na baba, kuna vitu alikuwa ananielekeza. Nikamwambia baba, nina maumivu makali sana ya mgongo. Nafikiri kama kuna watu waliona baba aliniombea akanishika. Ndio. Niliamini kwamba baada ya yale maombi nitakuwa mzima. Ninamshukuru sana Yesu, nimepona. Mpe Yesu makofi ya ushindi. Ongeza tena makofi kwa Bwana Yesu. Mungu akutubariki. Amina. Ndio. Ushuhuda mwingine, nyumbani kwangu kulikuwa kuna panya wengi sana. Na panya wale walikuwa wanakula nguo zangu tu. Hawali nguo za mume wangu, hawali nguo za binti zangu wawili, wala za mwanangu wa kiume, wala hawali kitu kingine. Tumeweka sumu zaidi ya mara 3. Mume wangu akaniambia tubadilishe, tukanunua mtego. Tunachoma nyama, tunaweka kwenye mtego, tunaweka samaki, panya hali. Lakini anakula nguo. Ndio. Jumapili kabla ya hii, Jumapili iliyopita nilikuja kanisani, sijui kama nimevaa nguo imetoboka. Wakati naongea na kuhani ndo nilishtuka nguo nilovaa imetoboka. Ndio. Na nikamwambia kuhani, hii nguo niliyovaa imeliwa na panya sijui. Jumatatu iliyofuata nimeenda kazini, nimevaa gauni, natoka nyumbani aliona nizima, lakini nikifika nikaitwa, madam, mbona umevaa nguo imechanika? Nguo huku nyuma kote panya amekula. Nilikuwa naumia, nawauliza nyumbani, kwa nini panya anakula nguo zangu tu, mbona za kwenu hali? Ina maana hata nguo za mtoto, kwa sababu kabati ambayo ina nguo zangu ndio ile na nguo za mtoto wangu mdogo huyu, na ndio ile na nguo za mume wangu, lakini za kwao hazijawahi kuliwa, ila za kwangu zinaliwa. Nilipomshirikisha mpaka mafuta akaniombea, akanipa na maelekezo. Akaniambia ukifika nyumbani tamka maneno haya: nimepewa mamlaka ya sehemu yoyote nitakayokanyaga ni miliki. Kitu chochote kinachoishi kwenye nyumba yangu ambapo si paki, kuanzia leo kinyamazishwe na kiondoke. Nilipofika nyumbani tena sebuleni nilisahau, nikakuja kukumbuka chumbani kwangu wakati naingia, nilitamka yale maneno. Watu wa Mungu, Yesu yupo na Yesu anafanya. Yesu makofi ya ushindi. Ndio. Ile wiki yote ikafika Alhamisi, mume wangu akaona panya mlangoni, akasema huyu sio panya. Dada akaangalia akakuta kweli ni panya. Wakati huo mimi nimeshasahau kama nilishapewa neno la kusimamia. Jumamosi ile kwa kuna harufu kali sana, nikamwambia dada tupangue huko ndani, kuna harufu sana ya panya. Tuliokota panya jumla wa 5. Yesu makofi ya ushindi kabisa. Ninaongea ukweli, niko kwenye madhabahu ya Mungu. Tumeokota panya 5. Huyu ni Yesu ambaye amefanya. Ukisikia hivi unaweza ukaona kama ni kawaida, lakini mimi kwangu sio kawaida. Panya anakula nguo ninazozipenda tena za heshima, na ananifanya ninatoka nikiona ni nzima. Tunapasi nguo nyumbani asubuhi na baba, lakini hatuoni. Ukifika namwambia mimi na kwenye simu, unajua leo mimi nguo nilovaa imeng'atwa na panya, afu sijaiona. Panya alikuwa na lengo la kuniaibisha na kuniletea roho ya umaskini, kwa sababu akisha kula nguo tayari una hasara. Ukishaonekana umevaa nguo mbele za watu imechanika, unashushwa thamani. Kwa hiyo lengo la yule panya walikuwa wametumwa kwa ajili ya kuniletea umaskini na roho ya kuniaibisha, roho ya kunishusha. Lakini kwa neno la Mungu na nguvu iliyoko ndani ya madhabahu hii wameshindwa kwa jina la Yesu. Yesu makofi.
Wamedondoka panya wangapi? Watano. Hebu tuongeze tena Yesu kwa makofi yenye ushindi. Ndio, umemaliza? Ndio baba, nimemaliza. Mpe Yesu tena makofi yenye ushindi. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ushuhuda mzito. Umemwondolea nguvu za giza kama wadudu nyumbani kwake. Umbariki, umwinue na kumwezesha kwa jina lako Yesu, amen. Pe Yesu makofi yenye ushindi kabisa. Nenda ukashinde na ukapate kibali kipya kabisa. Kila eneo utakalokanyaga ukawe shujaa.